So guys, welcome to Raw and Vibes podcast gang. Tuko hapa kuwakilisha. Ndio. Gang Steve hapa. Yeah. Okay. Tumeka sorry for the inconvenience, tumeka bila kwa postia kwa hizo ma episodes ndio. Kabisa ndio. Due to circumstances. We are back like we never left. Due to unavoidable circumstances. Due to unavoidable circumstances. Ni broski lakini kizungu imepita hivi. Kizungu haelewi kitongo. Okay. Jamaa mimi leo nasikia tu kulala. Sijui. Nasikia kulala. Nasikia tu kulala. Tuko kwa blanket ulale hapo. Ndio kalale aje hapa sasa. Wewe ni kama blanket utalala hapo. Hakuna malezi lala. Shia ulale bwana. Kuna malezi lala. Wewe unataka kulala wapi? Shia ulale bwana. Mbona unasikia bidhaa hapo kwa mtoto ulikuwa unasikia kulala? Ama jana ulikuwa na shida. Unajua ndo kama ulikuwa juu Unalala juu. Yangu hata tumeanza wapi tena. Wewe sema mali ulikuwa. Hiki mali nilikuwa. Mwanzo jana. By the way watch Nikita. Mimi jana nimeshinda watch Nikita. Hata kani ya kitambo. Mimi hiyo ndio nimeshinda. Bora iko na vibe. Tunasema tu on vibe, bora kile kitu kuna vibe na nayo. Nikita. Kwanza Nikita ni mbaya. Au mdenge waonyesha hakuna ngapi ndio wanajua. Ni Netflix ama ni Netflix tena. Marvel. Si ati Marvel. DC. Huyu jamani wa wapi huyu? Jamani wa wapi? Mimi wa Kanario. Atana nayo. Na huyu jamaa bwana anashishia kwa shida simu na chat na nani brother? Azizi hadi kuchat. Niko live na chat na mtu wewe. Azizi kuchat wadau. Chako niona kaa nini wewe. Unaona kaa nini bwana? Naibia mwa Kenya. Huyu jamaa anatumia game wa Kenya wewe. Unasema vitu ni raw. Vitu ni raw kama kawa, sisi tunaona jina ni raw and vibe. Una copy paste ni raw kama kawa. Niulize na siko ubaya. Ukiwa na nitabu aje, ukiwa na biti zile 5 sita kwa bed sita viti zile 5 sita kwa bed sita 5 sita kwa bed sita alafu kuna gini ni bwana na sababu ana hiki tumenipita bwana bwana mmeniko yomteke confusion jamaa mtu anakula na nimwambia tu asiende huko sio ananiambia ati anaenda kuongezea steam nimwambia tu asiende bwana sasa kwani mpenzi kula wapi bwana kunisikia kuna mwa Kenya bado rada bwana na mawe imeshaendelea kwa siku ubaya nimekumbuka ukiwa na bed sita Mbona nilia kubaiditi kweli? Sasa si unabai tu bed sita. Yaani ndio kuna huko hii. Kama kimi hapo bwana masita. Ndio bwana sisi sijamaanisha bwana mkuja hivyo. Ile design yenyewe. Ati ukiwa bed. Sasa utabai aje saa viti kwa bed sita? Kwani bed sita? Kwani already kuna bed sita? Unaweza pata. Sio bed. Mnaweza kaa tu sita. It's a fucking bed sitter. Bed sitter bwana, unaingia na keti kwa hiyo kiti, kitanda kiti, bed sitter. Sasa in short ama ni kitanda sita, in short tunataka kuambia watu wa bed sitter nini sasa? Ukishika bed sitter usibai tu kiti. Asibai kiti. Tunaweza kaa watu sita kwa kitanda yao. Na katu inabeba tu kwa bed sita bado mtakalia watu sita. Yesu mtaipeleka chini maimiga. Kwa nini nataka kutumia 4x6? Ni 6x6. Wala hajaona 6. Lazima utengeneze kiwanja bwana. Lazima utengeneze area of the circumference of Gonga. Egonga kwa. Sasa unajua tumekuwa kwa maegonga sana. Sasa mimi naweza jiita nani? Mimi si Egonga. Hebu nipeni jina. Nipeni jina. Msilabu na jina bro. Mimi namuita Katombi.
I was. Mimi namwita Katombi. Sasa nataka nimpe jina. I was. Katombi. I was. Sasa unataka nikupe jina gani? Kama ni Mrashia mnanitaje Katombi? Ya Mrashia, acha nikutafutia Mrashia. Jeke bwana msiniingilie bwana. Hapana, mnipe jina ina watu. Nipe jina tamu. Mnataka nianze kurukaruka. Wewe kwani umejaa mbona wewe? Kidogo shida yako na jamii. Hapana bwana, msinipe majina zenye kidogo umekasirika. Simnipe jina tamu muone. Jina tamu kwa nini msupa ni? Nini wewe pia wewe? Sema ni jina tamu. Mwanaume ufai kuwa mtamu. Mbona mnaogopa kusema jina zenyu za pili basi? Gani? Mbona mnaogopa? Mimi niambie niseme bwana. Hapana. Mimi naweza sema bwana. Mimi niseme uone ID. Sasa nikuje mimi naweza sema kwa nini nini? Jina ni jina. Jina ni jina. Jina ni jina. Kuna picha jina yako. Wewe kwanza unajiita Oscar Jayari wewe. Sio hiyo ni jina yako kwa ID mzee. Hiyo si jina yangu, hiyo jina yangu nimepatia. Hiyo ni industry name yangu. Nipata. Mimi najiita wakili. Hiyo pia ni industry name yangu. Lakini kwa jina yangu naitwa anajua Kenya, Mimi naitwa Chege. Hiyo jina naona. Mimi sema jina yangu ya pili nani uko nimeificha. Yaitwa nini? Sema tusikie bwana. Wewe siwaambie. Sema tusikie bwana. Kwanza mimi hiyo jina ya tatu. Hiyo jina ya tatu sana siwezi waambia. Hiyo jina ya tatu nichomea hapa sasa hivi nataka bado nasema kujuru. Wewe unaanza kuniingilia. Kwa hiyo na majina za mababu. Nibe jina yangu ya tatu ni Fani. Wewe jina yangu ya tatu ni Fani. Ipeleke tatu. Ya pili bado najua unaweza nichomea nayo. In fact majina zangu zote mnaweza nichomea nazo. Isipokuwa hiyo English name yangu huwezi nichomea nayo. So check to go ni serious by the way. Mimi niko na issue moja. Kwanza nimesikia hii kitu iko na advantage na disadvantage. Nimesikiaje kuhusu stories za chapa? Ati CBD bro nasikia kuna na place. Unabatoka chai. Hapo ni unaungana chapo tupea ni so. Choona kwa sema nini kidogo utuone na karatasi za maarabu wetu na alafu kwenye mshaenda ni. Si tulie tukupange. Mshaenda kizime mshaenda video sienda. Unaona ukipiga lap mjini saizi. Beba tu dish na nini kasupu hapo kama maarabu. Wacheni. Na unataka kale kakisuka pienga. Kwa kale kakisuka pienga. Ukipoa chapo zako unajikata kati ya choma yako sana. Wachana na supu ya maharagwe kwanza. Napitia tu pale kwa Boni. Una supu yake ya mifupa. Na slapingi aje na chapo. Wewe karibu. Mimi jaribu na mandazi lakini sijaribu na chapo. Lakini si mandazi ni dhahabu, si ndio? Mandazi ni ambia huyu msaji mtu. Jai bro. Anatoka Islando. Mzee anaishi Islando gani bro? Bro anaishi Islando gani? Anajionanga mtoto wa Kibombe. Huyu bro. Hata tuongee tu kweli. Mzee uje kana levels mzee. Sasa je, mzee mimi je mtu yangu je mambo hapo hivyo. Okay, sikuringa. Siringi. Lakini jo hapo kwa. Wewe mwanzo kuongea chapo mpaka nikaisi jamaa. Unaona mimi naiona? Mpaka nimeisi jamaa. Wewe leta huyu jamaa chapo bana. Leta huyu jamaa anasikia njaa bana. Sasa niona tu hizo leta chapo bwana. Hata kama ni ugali bwana. Hapana, unajua kwa hiyo chapo ni bure saa hii. Sasa chapati ni bure. Kasongo amepeana mashine. Wewe umesikia mashine inaunda chapo milioni 1 kwa siku. Umesikia nini? Chapo milioni 1. Lakini choma tu the kama kuniambia dustbin za kwa pesa unajacha hapo. Lakini wanalita. Lakini pia wase huku nje ma content creator umepitia pale kwanza TikTok ukaona hizo video za machapo. Lakini graduation mara watu wanaovaduiki kitu design yenyewe. Unapata msee unaona hizi ndoo za rangi. Mseme amejaza machapo. Bado unaona ile kikapu ya unaona ile kiondo ya mama wanaendanga nazo nini soko. Hata ni manyanya, ni mashosho. Wanaendanga nazo soko. Kiondo. Basi unajua kiondo vile awe bana mimi najua vile unajua usinisumbue. No hala. No hala. Unasikia? Sasa unapata msee, wewe unajua kiondo vile inakuwa kubwa. Hebu imagine msee amejaza machapo hapo. Ameshikilia zingine. Hizo kwa chapo kama gapi hapo ndani?
Ukipiga kiondo inabeba chapo hata sona. Chapo so kwani kwa leo nibeba aje chapo so kwani yenyewe ndio maana mathematics inatolewa kwa system. Wewe kama yani akili yako imepiga hesabu yote ya mathematics kaleta 200. Ndio yale 100. Mimi acha kiondo msaile kitu nabeba magunia yake na isuda hapo. Acha nikwambie tu kweli. Mimi hata nikiwa shule mimi hesabu iko inaingia. Unanipata? Hesabu iko inaingia. Hiyo kiroma iko. Hesabu iko inaingia. Unajua 1 2 3 kwa kuhesabu pesa. Na wewe unajua pesa mao ina apply kila mahali. Plus 100 inakuja ngapi 200. Hivyo. Mao baadhi ina apply kila mahali. Hadi kwa life sasa mao lazima upige calculation. Ukishika hiyo roho yako anasema niko na calculator zililetwa kwa simu kufanyia ile. Unaona ndani let's say size vile wanaleta hii riba ya mathematics isikue nini? Isikue compulsory. Sasa wewe upige hesabu yako tu vizuri, hata kuna haja upige hesabu juu itakuwa haitakuwa compulsory. Lakini tu hata nikwambia upige hesabu, sio pige hesabu yako that mtu wako akisoma atakuwa anaelewa mao tu. Unajua numbers ndio zinatukipigi. Kwani mimi ndo mtoto wangu. Si mtoto wangu hata kwa amezaliwa maybe atakuwa anaelewa hiyo maths kunishinda. Ataelewa maths gani na maths itakuwa compulsory. Meaning utakuwa na chance ya kuchoose. Uko zile za hii mao inakuwa gumu msee. Kuna riba ya kale. Ukipiga hesabu ya vitu kama ilikuwa inaitwaje? Jina si kama. Wadau usinikumbushe jina. Sasa nini mimi? Hii kuna subject ilituhangaisha sana watu wengi. Business. Ati business mao bwana. Wacha mambo yako. Baya. Hapana. Achana. Kuna hii ilikuwa na 20 marks. Gani hiyo? Bwana jina inapotea. Sasa nini hiyo? Sasa hata utuelezee vizuri ndio tujue ni tukusaidie. Let me remember. Ndakukumbusha jina kika. Jina kika? Ndawasho. Probability. Exact probability. Sema. Ijana mathematics. Unataka nilipata ile ama ndio unachomea ati kizungu ilikuja na baby. Ndio hiyo. Na mimi ndio nakusaidia. Huyu jamani mzungu anajua kizungu. Mzungu bwana. Unajua kujua jina probability mnataka kuniambia nini? Nani amesema siku anajua? Nani ameleta topic? Umeleta topic lakini mbona hiyo jina umeisahau basi? Hapana msema human is to error. Hata nyinyi mnaelewa. Mnaelewa. Human is to error. Nasemanga man is to error. Man, which man is to? Bwana waita bwana hiyo bwana unakula hiyo chakula bwana. Man, kwani hiyo human haina hiyo si ni man si imekuwa tu kwanza hu. HU. Sasa wewe itakuwa human. Human. Even you can hear the way the pronunciation human. So man na human haina tofauti. Weka tu kijua hivyo. Bwana man ni mwanaume, human ni binadamu. Wote in general basi. Mbona kwa Bible wanaanza kusema ati in the beginning. Unaona imanisa. In the beginning. Bado umechekio vida. Sasa unasema mbona imeandikwa man, God created man. Akwangi ameandika human. Mbona akwangi ameandika human? Sasa wacha leo watembeze. Unajua mnanionanga tu hapa mrasta siwezi wapeleka into the other world. So let me take you to the other world today, okay? Let's say okay. Unajua mbona si huwa tuna marry as humans? Like unajua God created man, si ndio? So in order to complete man as a man, you need to have a wife. Unajua hivyo? So ndio unaona ile pattern ya kuwa close to God inakuwa gani? She's a woman, you're a man. But in order to complete God, you need to be married. Unanipata? So when you're married, sijui kama unanipata. Unasikia stories za ajabu. Story ya ajabu. Even ndo una complete kwanza nini ya kuwa man kwanza unaona? Kwa sababu okay una complete nini ya God kwa sababu umeconnect so this other side as a man and you have a lady on this other side. Si ndio?
mkiconnect like according to God's will, mnakuwa one. Those are humans. Na wenye wafanye harusi kwa nini? Sasa Kwa nani alikwambia story ya harusi watu kuja kukula? Wewe unataka pia kufanya harusi? Si lazima wange watu wakule. Sio kwa nini unataka kwa bro kufanya harusi mimi nakuja kukula, acha nikwambie kweli mapema. utapika watu 1000 alafu wakuja kule nini? Wacha nini niwaambie vile ni yani Watu wasikiza wakiona mkikisiana hapo bro. Wacha niwaambie njaa. Wacha wakumbukange bado nilikulanga mpaka nikaenda kwa harusi ya nani? Ya Roro. lakini tena chekesho. Unaona the funniest thing ni mimi hata nikafanya harusi. Si nyinyi mabeste zangu. Ndaifanya with the lowest number of people. Sisi yaka na wase wengi. Wale watu wachoyo. Unasikia mna si uchoyo. Nikaosha tutakuja. Kwanza mimi nakuja na Jebobra yao Junior nitakuja na bogi yangu yote. Basi mimi nakwambia ukweli. Ule mtu mwenye akipata do hataki kuandika watu wengi. Unasikia? Private wedding inabebanga watu wangapi? By any chance. Watu baadhi bas. A few friends. Na watu kama kinde. Hata nikisho. Na watu wachache kama watatu. Mimi on a personal level, mimi nikaamua kufanya harusi. Kile yenye mimi nimedecide na nimeamua kujipanga. Harusi yangu inaweza kuwa around ikienda sana at most 30 people ama 40 people at most, the biggest number. Hiyo ni mabeshte wangu, mabeshte wa wife, church members wawili watatu, na bishop, and you know it's done. Hivyo. Mimi sionagia the need si ati jamaa nyinyi mnaweka chakula kama the biggest thing. Nini nakutana lazima nikuje kwako. Harusi ni hapo ni yangu. Acha nikwambie. Acha hapo ndio lakini I get to make my own decisions of how I need my wedding to be. Ndio hiyo mwambie. Meeting bila hawa 40 watakula. Watu 40 watakula. But siwezi pitisha watu 40. I promise. Sikwenye oje utaniona nikifanya harusi. Trust you me. Siku ya harusi yangu. A biggest number that can happen ni 40 people. 40 people. A biggest number. Mimi mdosi. Mimi yangu itajaa maelfu. Mimi acha ije milioni. Maana kuja wakule harusi yangu sherekea, wananisherehekea. Mimi si wananisherehekea kama my wedding. Okay, that's your own way. And then kuna this other side of me. This is my own way. This is how I want to do it. Hivi ndio mimi nataka kuifanya. Unajua watu wanafanyanga aje. Kuna venye unaweza ona wase wamekuwa wengi. Useme mimi ndio itisha harambee. Si hata nyinyi mnataka kama mtaki kutoa. Mimi ndio unichangia harusi yangu. Mimi ndio unichangia harusi yangu. Harambee ni no man is an island. Sawa. But mimi ndio unisaidia kuoa. Hiyo support kidogo ya wase ndio utahitaji. But sidai support yako ya mimi kuoa. Like I need to prepare myself. Wewe unataka kupatia watu wengi chakula. This guy kusaidia kuoa, like this is my own responsibility. Mimi ndio nadai kumari. Mbona nikwambie Oscar nichangie nioe? Acha nikwambie. Already siko ready hapo. Kuchangiwa kuoa. Unanipata? Hiyo ni kuchangiwa sherehe ya kuoa. Sitaki pia. I don't. Okay. So unaona sikia mimi ndafanya harusi. I'll get it ready from my pocket. Yani mimi ndakuwa ready na do yangu, prepared, and this is what I'm going to do. Hii ndio budget yangu. I'm ready for it. But you know what lini? It's all fall, You know lini? Mwaka gani? Yes, ni mimi na plan. Naanza kupanga leo msee. Na trust you me by next year ndakuwa nimepanga because I don't need a bigger number of people. Unaona? Watu wanachora. Mimi sikunyimi msee. Kama mkuje na betenda hapa tena friend mkuje. You don't need to tell your friend that I'm marrying. He is going to be to marry. Ni watu wawili wanakushanishwa like you say you don't get it. Wanafaa kujua, let me tell you why. Wajue nimemarry alafu ask me why. Why? Ani kuulize time hata maybe okay so unajua kwa ndoa kuna kuangana ma. Time itafika wife anze kuhanya. Si wase watakuwa wanajua huyu ni demu yangu. Sasa unakuta kuangana ile nini? Sisi wananielewa. If you kuangana ile respect. Sasa
If you are ready to do things, tumeona hujaniambia. Mimi nikuja nipatane na mama wako. Sawa. Mimi simjui. Simsipenda mzuka. Ukuja upatana naye na mimi. Usikaanza kunijamia bure. Na ukuniambia umeoa. Wewe ni best yangu. Sikiza, wewe ni best yangu. Not this first, wewe ni best yangu, si ndio? So, by any chance na mari it's obvious mtajua manzi yangu ni nani, si ndio? So hii team nataka kumari, si ndio? But ikikam kwa table, mimi si need nyinyi mnichangie, sawa? Like mimi ndafanya harusi yangu. It's obviously itakuwa private kwa sababu unasema usichangie ndio usipe hata chakula, ndio useme ati zi chakula itakuwa, sijasema chakula itakuwa. Wewe ndio unatetea harusi ndio chakula. Sijui kwa nini nini? Mimi sitetea. Ai bwana, lazima tukule pilau bwana. Ziwezi upige pilau bwana. Leo pilau huwa hapa cha. Lazima tukule bwana. Harusi lazima tukule ni kubuku. Ationa mchobe. Mimi siku ya harusi yangu labda nilikuwa na invitation cards. Mwanzo mimi nafikiria. Mimi nafikiria kitu crazy. Kitu yenye sisi wawili. Sasa nikikuja familia zetu kama nimeona mahali kuna harusi. Sasa kama sina invitation card hiyo harusi sasa hivi. Watu si wazuri. Mimi sikazi but harusi ni yangu. I get to decide what I want. Kwanza harusi na bo. Inafanya tunabishana sana. Vile tena nyingine tu. Kama sasa tupige story yake kuja kula mchele. Sijasema mkuje kukula. Nini unaongea? Ndio ni wengine wanaongea jua nini? Walifanya harusi ama walifanya. Sasa nikuulize. I don't want my relationship public. I don't need to make my relationship public. Mimi najuaje? Hata uoe. Kuongewa ni constant. Uoe usioe kuongewa ni constant. Unagongewa mzee. Mapanga. Unagongewa. Mimi nishaigongewa, siwezi kataa. Hata mimi nimegongewa. Nishaigongewa. Ama unataka kuniambia ugongewa? Mimi nimegongewa. Wewe niambie ugongewa. Kwani wewe ni nani? Ama wewe ni Superman? Mimi ndajitetea na hii kitu ya kwanza. Story ya kugongewa siwezi sema it's a yes kwa sababu acha kujitetea hapa. Mimi najitetea mzee. Najitetea. Hapana. Wacheni nijitetee. Nimetenga, nimekataa. Sikiza. Oje iko hivi. Sikiza. Atini point. Unagongewa. Kuna kitu haiko right. Si ndio? Kuna kitu haiko right. Na so kwa sababu hakuna hiyo kitu yenye haiko right, unajua nyinyi wawili ndio mtajuana. Ndio fikia hiyo point ya kugongewa hata unapapa notice. Bado kuna vitu haziko right na hazigoingi right in between us, unaona? Lakini sasa hiyo story okay ni sawa, vitu haziendi vizuri lakini umegongewa, ushagongewa. Hapana. Mbona unagongewa jurugungi? Hebu niambie sasa niambia mimi si kwa mgongi. Niligongewa mimi si kwa mgongi. Askini simsikie. Kuna hiyo ndio fulani. Acha nikwambie danga usikie. Kuna hiyo ndio fulani niliendanga. Hawatoshekangi na hizi vitu. Hawatosheka. Hawatosheki. Kwani bwana mmekuwa mkideta kina. Mimi nimekuja nikidate. Acha nikwambie tu ukweli. Wewe cheki usiende machungu hapa. Hata mimi niliongea na sisi machungu bwana. Hiyo ni ya kitabu. Reality speaking. Ni bede. Hakuna siwezi tena hapana. Haikuzime hili. Hakuna kujitetea hapa. Hakuna kujitetea. Unajua speaking vitu zisikie. Kuna vitu zingine lazima kugongewa. Kama hii kuna day fulani kwa tumenanga. I think hata tulikuwa tumenanga. Na siko unaweza kumbuka roho ile harusi fulani. Yana ni style kusema ni msema julikana. Nani? Tulinanga bana kuna harusi yake. Man tumeenda harusi tumekula ndio. Lakini after 2 days wasema wameachana. Bosi unacheka nini? Kwani unajua mse? Namjua. Sikia. Okay. Mari imagine sasa uone leo. Kesho ilikuwa ni kesho ama ni kesho kutwa. Muachane. Lakini mimi sasa get the reason as to why mbona sipe nasema at any time stop comfortable. Sikiza. Hii couple kitu ya kwanza notice boy akona cheo kwa job na akona do. Mdem akona cheo na akona do. Mimi sisemi siwe mdem akona job. Sawa? But kuna kiburi ya pesa iko hapo katikati kati ya wawili. You have a big name, I have a big name.
So wote wako zile za I can provide, you can provide. Hiyo ndio shida ilifanya waachane. So unaona, mimi nasema mama akiwa na doku niliko, mimi sina shida na hiyo. Mimi nikiwa na doku kuliko mama I guess afai kuwa na shida na hiyo, because at long you're the man. Hata leave alone being the part that you're a man, but kuna ile part yenyewe like you're comfortable, I'm comfortable, we are good. Unanipata? But fazeni story ya harusi. Huyu ameleta hiyo topic wakili, si ndio? Wakili ameleta hiyo topic mbona? Kwa sababu anajua they were big faces. Sawa. They were big faces. Okay, tunawajua vizuri huku. Alafu kuna hii nini yao ya wote ni maseleb plan. Sasa hiyo ndio shida sasa. Ati wote ni maseleb. Hapo hakuna harusi. Hakuna ndoa. Hapo hakuna ndoa. Okay, harusi ilikuwa ya domse. Hata place harusi iliyekwa. Mbulu tuzonea bana. Mbubana wasa walikuwa na watch kwa show tu ya wedding show si inaleta ma Citizen. Mimi sitakwambia the nini platform, but wewe jua niko hizo tu shows za wedding, they were big couple. Niko nyuma ya tent nikuelezee ni nani. Takshow. Nyuma ya tent. Sawa. Hata show ni nani? Lakini wewe si tunajua. Sasa mimi the reason as to I can't ujue basi. I can't do a big wedding. Usiniambie ujue basi. Wewe hatutaribu hii pesa baya, kwa tu real hatutaribu hii pesa. Na hii pesa tutaribu. Hii pesa acha tu invest. Tukisikia ile time yenye tutakuwa imekuwa moto, we need to separate. At least you'll be having something to share. See, you'll have a good life, I'll have a good life. You see, that's understandable. So hakuna nidiamini maonyeshe I'll be having a wedding tomorrow and then shout all over kila mahali, msee anajua Chege anataka kufanya harusi, Chege anataka kufanya hizi, like Chege anaifanya hivi tu yeye. Mimi nafikiri itakuwa personal harusi yangu. Alafu majamaa before tukiacha mambo ya harusi, tuachane na mambo ya harusi. Mimi kuna kitu nimebosa. Imagine let's say for example, si ndio? Sisi hata kila mzee kuna memory, si ndio? Unapata sema for example kuna kitu fulani ina happen relation. Unaona kuna nini fulani ina happen. Kama kuna occasion ama nini. Say for example kuna occasion, si ndio? Wewe je, kuna occasion siku fulani. Umetuambia, si ndio? Then mimi nikakuja nikakwambia aje, katai kuna hiyo occasion lakini mimi siweza kumake. Jua nini? Hiyo ndio fulani kuna shughuli na busy schedule niko na schedule. Sasa unajua wewe si ati venye hutaki kuenda. Uje si ati venye mimi sitaki kuja kwenda kushughuli kupeleka mahali unaona. But mimi hiyo duration hiyo time yenye unaenda kuna mahali nafaa kuwa ama kuna mahali nafaa nimeshika hiyo day peke yake na hiyo siku yako ni hiyo siku peke yake unaona. So the event inaweza repeat. Inaweza repeat. Event inaweza a couple of times. Hiyo ongea sasa. Alafu sasa mimi si mimi naambia hivyo sasa wewe unakuja na jana. Man bege. Na nimekujia kwa nakwambia yes kata hiyo siku lakini pia mimi siku niko na schedule fulani. Lakini juu kitu hii nikikosa kwenda hii ni kama mambo kama sema kama job na kwa job na hiyo niko tight labda niko peke yangu unaona. Na hii nini yako labda inakuja kujirudia tena. Inajirudia nimekupata. Then mimi say for example nikuje niende na wewe hivyo. Nikirudi nadhani narudi kweli hiyo job ama nitakuwa kweli. Siwezi rudi. Hiyo haiwezi jirudi. Jirudia. Hiyo imeenda. Sasa mimi my main point ni nini? Hebu niambie kama sasa. Like the main point. Mimi huwezi nipangia schedule yangu, unanipata? Ile design yenyewe ni kama nimesema kesho sitakuwa available. Huwezi nilazimisha nikuwe available. Leo labda mzee anajaa matijue hiyo. Anaanza kusema sijui nini. Mbona unajaa? Kwanza waseka nishajiambia. Si ndio nilikuwa nilikuwa nimejipangia. Alafu unaichukulia ni sijui aje unaichukulia. Ni kama ni kitu moja ndio nimekufanyia. In short, kuna vitu mingi unaangalia, usiangalie kitu moja. Hata waswahili wanasemanga, usiangalie ni ukweli. Usiangalie ni moja, angalia big thing yenye imefaa.
tumefanya. Imefanyika, unaona? So now imagine hiyo scenario Mourinho anaanza kuja. But kuna kitu moja unasahau that we as humans we really forget haraka sana that kuna kitu kingine kimefanyia. Tunasahau ingi haraka. And hiyo inakuwa problem that iko repeatable a couple of times unapata wewe utasahau kitu mimi nishakifanyia. Juu ya hii siku moja. Utasahau nishakifanyia vitu so lakini wewe unaona hii mistake yangu peke yake ni kama vile hii moja peke yake. Ni kama vile game inaendaga unapata tunategemea Digea tunasawalishika alikuwa against bao 4 zenye zilikuwa zifungwe ya 5 ikaingia. Tutalaumu hiyo ya 5 tuseme umsema zejo anatupeana. But in real sense tungeangalia zile zenye aliavoid zile 4 zenye alisave. Tuko wapi sasa hizi unanipata? So hapo ndo situation yenye tuko na life kwa sababu nataka kukuelewa but pia najifanya sikuelewi. Kwa sababu unajua mali tuko saa hizi wewe mnaelewa economy manze. Dakika 2 siku hizi town ikaa so ukibreak ni imeshaenda imeenda kama utoe tu hata 5 bob hivi. Imeenda kama imeisha. Unasikia datao saa hizi. Alafu the next 30 minutes after getting the 1000 it becomes it turns around to the nearest 100. Hiyo 01 hiyo 01 inakuwa mapanga leo. Na by the hivi ina relate na ikijaribu ku relate na let's say for example na country hii yetu Kenya. Unapata sisi humans tunasahau wingi sana. Due time kama size hapa yenye for example El Chapo. Sisi tunasema tunaenda ku vote 2020. 27. Sisi wote wa period tumesema ati huyu tulimanza na nani Zakayo Kasongo nini mpaka sasa El Chapo. By the time inafika hiyo time tutakuwa tunamkejeli, lakini nakwambia ikifika hiyo time this guy akona mouth yani akona sweet mouth. Akona sweet mouth. Yeah. Sisi wenyewe tu tunatupa pale ballot box tuamke 4 ama 5 kama lazima niamka nikampea. Hiyo ni uongo. I'm not doing that again. Ama hiyo jina atakuwa tupewe time. No. Utakataa. Haya mwambie. Hiyo ni wewe sisi hiyo mashukuru yetu tukubeza tuko hivyo natural. Utasahau mse atakama hapa mtaa. Sikiza. Hata zile MC wa kwenyu umemuona lini? MC wako ulimuona last week. Nani? Ni sawa. MC wa mtaa ulimuona. Sawa. Usisahau huyu ni politician. Sawa. Usimzae. Unajua mzae, okay, mzae wako anaweza kufanyia kitu sahihi. Yaani ujam. In the next 3 minutes ama 10 minutes ni mzae bado. Alafu atakaa hivi ile design yenyewe. Hapo suta tu hivi kidogo tu hivi ushapiga smile. Ukishapiga smile si hivyo. Like sasa kuna huyu ni politician. Mimi man umenifuck up man. Kwanza life yangu imekuwa hadi juu yako. Mimi hakuna venye naweza kurudisha. Mimi nakwambia haya ndio saizi sinatembea Islando. Sinatembea Islando. Na watu wanakuja in huge numbers ama aje, si ndio? Lakini mtandao unasema mtandao ndio vita iko mtandao. Acha nikwambie. Lakini ukifika pale hakuna sweet mouth. Hakuna okay, unaweza kuamsia kuna sweet mouth. Angalia tu zile vitu zenyewe. The negative things zimekuwa hapo kwa mnet. Wewe unaona hizo zimekuwa lakini pia jamaa okay sawa the power of mouth lakini sasa okay lakini pia Wakenya hawananga msimamo. Hiyo ndio inakuwa shida yao. Shida pia wananga msimamo, wako na msimamo but the thing is kusahau happens very fast. Hapo jamaa akona tone unasikia hata kwa Biblia inasemanga jamaa haya ngoja saizi blessings and curses the powerful thing ni ngoja nipea naona naweza sema kitu hivi yenye ilete laana ama so jamaa amekuwa na hiyo advantage unaona hata afanye nini au provoke sisi bado unajua kipi unasema tu ile mdomo yake anasema hapa ya kwamba kutengeneza barabara hapa kama sasa tuko Selavi anasema anaweka highway hapa juu Selavi by the way unaona vitu kama hizo na tu wengine wanasema utopele nini El Chapo kasa hizo unaona roho nakumbuka aje El Chapo aleta nini Chapo 1 million unasikia wapi president gani umesikia ameletea watu wake Chapo iko tu sawa unajua which farmers are going to ashaanza El Chapo ashaanza ku make moves na of course tushaanza kuziona unaona lakini we prevail we shall see hapa ndio tunaweza matokeo wewe nikuulize like saizi ukaambiwa ile just give a wild guess a wild guess not a guess wild guess una predict 2027 anaweza rudi
Acha nikwambie kusema ukweli. The guy has many guys in his pockets. Yani kitu ya kwanza. Unanipata? Alafu sasa hata ukiangalia situation ya IBC crazy. Ukiangalia hii iko matata. Okay, mimi hapo hivyo niko 50-50. Atarudi ama akose. Unacheki mimi pia naangalia pia kila msee anapatana naye huku ananiambia huyo msee hapana. Like hakuna msee mwenye mimi napatana naye ananiambia mimi nitamwekea kura. Acha nikushauri. Hakuna msee mimi napatana naye ananiambia mimi like El Chapo mimi pande yangu mimi hapo fiti. Ngoja notice hadi IDs zilirudi free juzi against the legend. Speech yenye aliongea. Alisema ni free. Si free hadi. IDs kwa free. Remember that this same guy in the history ya ID 1000 to history ya pricing ya citizenship, like manzi, don't forget that kuna sisi wenye tumezaliwa hapa Kenya, kuna wale wanakamba registration, but ukiangalia hii part ya registration atapiga view, unaona that wasi wengi ma outsiders saa hizi a bigger number unapata wasomo wanaingia. Le kwanza wasomo manze, no usisahau hakuna ilikuwa inaitwaje hii background check inaitwaje, asiniambie hii before uchukue ID kuna hii nini fulani inafanya vetting. Hakuna like that deep vetting. So unacheki. So msee anakaa mtu ametoka from nowhere ID. When juzi tulikuwa tunakunywa na weka hawa pale juu kwa nini rooftop. Ulicheki yule msee M-Pesa yake inaleta jina yake fiti. Hao ndio si wana access ID za Kenya. Msee anaweza hadi kuregister line yake. Hiyo ni mtu mmoja usisahau. Alafu msee anakaa mkuran tena for the same seat 2027. So 2027 itakuwaje msee? Hebu just give a wild guess. Lakini na tukiangalia hivyo itakuwa moto kwa sababu this guy is already looking for numbers hizi vile hapo kwa ground. So 2027 itakuwa next impossible. Mimi naweza ona. Lakini mimi naangalia the good side kama saa hizi, who knew that you can make 1 million chapatis. The machine ikaanza kuletea. Bana kwani Chapo na wewe corrupt mind yako aje? Sasa na kusho sasa wakaliona nafikiria Chapo. Sasa kila mtu sasa ni Chapo bro. Kwani Chapo tulikuwa na Chapo kula. Chapo ile time Chapo kula December. Acha kubeba ufala. Unabebaje akili jamaa ati chapati. Sio chapati na kununua. Unataka historia ya Chapo ile nimaliza joke ya kwanza. Mimi naona Sakaja manzi anatupima. Kuna mayouth wengi sana hawana kazi. Ukipiga hii budget ya Chapo za 1 million iko able ku employ mayouth wengi sana job. Na hiyo itumike kama salary. Remember that in taxpayers money. So kila time inakuwa collected, si ndio? Sasa nikuulize, okay, ni sawa. Wataleta hizo mashine ya Chapo 1 million. Walisema Chapo zitakuwa zinazo world ama ni Nairobi. Okay, hiyo ni Nairobi pekee yake. Hiyo ni Nairobi. So imagine into the 47 counties zinauzwa ama zinapeanwa. Chapati zenyewe zinauzwa ama zinapeanwa. I guess mimi najua dishi na county I guess inakuwa free food. Okay. Sawa, free food from the county government. Sawa, free food, sawa. Ni ameumiza hasla mwenye anapika Chapo pale kwa hoteli. Acha wa Burundi warudi. Mimi niliona hiyo story nikasema wakiingia tu pale pipe proper wali wachukua wale wakamba wanakuaga hapa mzee. Wenda zawadi ziana. Umesema unatoka 7th floor na kuletea mpaka delivery. Wacha namba hapa you. Umesema Chapo 7. Au kamba huko kwa faster nize. Watakosa kwanza Burundi wanatuumiza mzee, hao wamekuja kutake over kazi zote. Kazi za Chapo huku za vinyozi zote ni zao. Vinyozi Burundi. Let's go to kahawa Burundi. Chapati Chapo wa Burundi. Njugu. Mabuka karibu wote. Manze like alafu tunacheki mbona mayouth wa Kenya wana job by the way sana. Mimi nacheki okay tulipea wase ma foreigners
chance kwa free sana nchi yetu. Tuna forget that. Cheki kama ule mdem fulani alikuwa ule sijui nduta something wewe mwenye alikuwa na mado Vietnam, mwenye anafahamu mado Vietnam. Si ndio? Unapata unacheki kama nchi zingine unaangakaa USA ile time yenye Kongo ilikuwa inafanya made wale maboy watatu, ile story fulani ya kugeuza nchi tukai unakumbuka hiyo story yao maboy wali Chicago walikuwa mado. US ilipiga kila kitu iko needed kumake sure watu wao wako safe, the three guys wako safe. Hapa Kenya msee before mtu wetu akuwe safe at whatever point ni ngumu. Kama ukiwa kwa like hapa ni country. Mimi nimeshikwa msee ilikuwa rahisi. Tulishikwa huyo jamaa on the same day. Msee tulifika hivi tunaekelewa kesi ya weed msee. Yeah. Tumepatwa kwa keja ya msee. Jana sasa. Jusi ni mayuta tuweze wanaonanga amjuangi rights zenyu unaona. No this wanasema tuna smoke weed sawa. Kama mtaani weed iko available. Hao wamefanya nini kuneutralize nini? Kwa sababu unaonaga kama nilishashikwa bado the second time na the same cops kwa ploti nilikuwa natoka job. So kwa ploti nilishikwa bado na makarao wale, one of them alikuwa same people wenye alitu arrest kwa tukio kwa Black nakumbuka. Au makop msee anataka kukwekelea ngori hauna reason being anataka umjenge do ndio